Hakuna klabu yoyote ya Afrika Kusini iliyowahi kupindua matokeo ya kufungwa bao 3-0 katika mechi ya kwanza ya hatua ya mtoano kwenye mashindano ya klabu za Afrika. Hivyo basi, Orlando Pirates ipo katika wakati mgumu wikendi hii ikiwa inataka kusalia kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Pirates iko hatarini kupoteza angalau $10 milioni ikiwa itashindwa kufuzu hatua ya makundi, ambayo ina zawadi ya chini kabisa ya dola za Marekani 70,000 ikilinganishwa na dola 100,000 pekee ambazo itapata endapo itaondolewa hatua ya mtoano. Pirates ilipoteza vibaya katika mechi ya kwanza ya raundi ya pili dhidi ya Saint Eloi Lupopo ya DR Congo huko Lumumbashi Jumapili iliyopita, na sasa inapaswa kufanya jambo ambalo hakuna klabu ya Afrika Kusini iliyowahi kufanya, yaani kupindua matokeo ya kufungwa bao 3-0. Hii ilikuwa ni mara ya 7 kwa klabu ya Afrika Kusini kufungwa kwa tofauti ya mabao 3 au zaidi ugenini. Katika mechi ya kwanza ya hatua ya mtoano ya mashindano ya klabu barani Afrika, Kaizer Chiefs ilifungwa bao 4-0 na Esperance ya Tunis katika raundi ya 3 ya ligi ya mabingwa mwaka 2005 na ikaondolewa baada ya kushinda bao 2-1 ya mechi ya marudiano. Katika mashindano hayo mwaka 2014, Chiefs ilifungwa bao 3-0 na AC Vita klabu ya DR Congo jijini Kinshasa na ikashindwa kugeuza matokeo nyumbani, ingawa ilikaribia baada ya kushinda bao 2-0. Cape Town City nayo ilifungwa bao 3-0 nyumbani katika mechi ya kwanza ya raundi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika msimu 2022-2023 dhidi ya Petro Atletico ya Angola, kisha ikapoteza tena 1-0 ugenini jijini Luanda. Katika kombe la shirikisho la Afrika mwaka 2005, SuperSport United ilifungwa bao 4-1 na Dolphins ya Nigeria katika mechi ya kwanza ya raundi ya 4 na kuambulia sare ya bao 2-2 nyumbani ziliporudiana. Katika mashindano hayo mwaka 2016, Bidvest Wits ilienda Tanzania na kikosi cha wachezaji wa akiba dhidi ya Azam FC na ikapoteza kwa mabao 3-0, kisha ikafungwa tena bao 4-3 nyumbani. Jomo Cosmos ilifungwa bao 3-0 na Monsura ya Misri ugenini katika robo fainali ya kombe la washindi wa Afrika mwaka 1997 na ikatoa sare ya bao 2-2 nyumbani na kuondolewa. Hata hivyo, kumekuwa na matukio kwa klabu za Afrika Kusini zimeweza kugeuza matokeo ya kufungwa kwa tofauti ya mabao 2 kama ilivyotokea mwaka 2005 pale SuperSport United ilipokutana na FC Lupopo katika kombe la shirikisho. Wakati huo Lupopo ilishinda bao 2-0 nyumbani Lumumbashi, lakini SuperSport walishinda bao 2-0 katika marudiano na kusonga mbele kwa mikwaju ya penalti. Klabu nyingine kama Black Leopards, Santos na Mamelodi Sundowns pia zimewahi kugeuza matokeo ya kufungwa kwa mabao 2-0 na kushinda hatua ya mtoano katika miaka michache iliyopita. Je, Orlando itatoboa vipi ikirudiana na FC Lupopo weekend hii? Tusubiri tuone. Achia komenti yako kisha usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa kwenye YouTube yako pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye chaneli yetu ya Nail TV, ili uendelee kuburudika na taarifa kemkem za kimichezo. Hususan wikendi hii ni ya moto kweli kweli, ambapo klabu mbalimbali zitajua hatima ya kuingia hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika, huku zingine zikisaka hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa timu za Tanzania ni Singida Black Stars dhidi ya Azam FC na KMKM ya Zanzibar, huku katika klabu bingwa barani Afrika ni Young Africans Sport Club na wekundu wa Msimbazi Simba Sports. Mimi ni Queen Liz.